Uongozi si nafasi ya kujitajirisha, si kutafuta umaarufu, bali ni kusimamia haki na kutumikia watu kwa moyo na utu. Dunia inahitaji viongozi wanaotanguliza mbele maslahi ya nchi badala ya maslahi binafsi. Uongozi hujengwa juu ya misingi ya haki na maadili, si tamaa. Ni bora ufe kwa kusimamia haki kuliko kuishi kwa usaliti. Ni bora ufe au unyongwe kwa kuwa mwaminifu kwa nchi yako kuliko kupewa tuzo kwa kuwa msaliti kwa wananchi wako au kwa nchi yako. Huo ndio uongozi wa kweli. Huo ndio uzalendo wa kweli kwa nchi yako. Huo ndio uaminifu na utiifu kwa nchi yako. Na hiyo ndio dhana halisi ya uongozi. Uongozi ni kuwa mwaminifu kwa nchi yako, kuwa mkweli na mtii kwa nchi yako, kutumikia watu kwa moyo na utu, kusimamia haki, kusema ukweli. Ukweli hujengwa juu ya misingi ya haki. Uongozi hujengwa juu ya misingi ya haki na maadili na si tamaa. Dunia ya leo inahitaji viongozi wanaotanguliza mbele maslahi ya nchi kuliko maslahi yao binafsi. Na ndio maana tunasema uongozi si kujitajirisha. Uongozi si kutafuta umaarufu, bali uongozi ni kusimamia haki, kusimamia ukweli, kusimamia kuwatendea watu kwa moyo na utu, kuwatumikia watu kwa moyo na utu. Hivyo uongozi si ufalme, uongozi ni utumishi, kuwatumikia watu waliokutuma ambao ni wananchi. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu. Nchi yetu bado ina safari ndefu kwenye kuwapata viongozi. Nchi yetu ina uhaba wa viongozi, lakini hatuna uhaba wa wanasiasa. Nchi yetu ina wanasiasa wengi sana, lakini tuna uhaba wa viongozi. Tuna uhaba wa viongozi. Bado nchi yetu ina safari ndefu sana ya kuwapata viongozi. Ila hatuna uhaba wa wanasiasa, tuna uhaba wa viongozi. Shida, nchi haina shida. Shida ipo kwa viongozi. Nchi yetu ina shida ya viongozi. Ina uhaba wa viongozi. Hatuna uhaba wa wanasiasa. Ina wanasiasa wengi sana nchi hii, lakini tuna uhaba wa viongozi.